Je, nguvu yako ya asili iko wapi? Kwenye udhaifu wako, kwenye kipaji chako, ama kwenye ujuzi ambao umekuwa ukijifunza kila siku? Utakapojua nguvu yako na ubora wako uko wapi, itakuwa ni sehemu ya kwanza kukusaidia. Na utajuaje basi nguvu yangu wapi ilipo? Ni pale ambapo utajua ni jambo gani ninaweza kulifanya vizuri na kwa ubora, na bila kutumia nguvu yoyote, ama bila kutumia nguvu kama watu wengine ambavyo wanafanya. Hey, karibu. Hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Na mimi jina langu ninaitwa Eric Kisaule. Leo tumekuandalia mada nzuri sana ambayo tunaamini itaenda kuamsha hari na morali ya mafanikio katika maisha yako. Unajua tunazungumzia nini basi? Leo tunakwenda kukukumbusha ya kuwa mabadiliko yanaanza na wewe. Yes, wewe unanitazama na kunisikiliza. Basi tuende pamoja, tuanze pamoja na tumalize pamoja. Tunaamini elimu hii inaweza kaenda kubadilisha sehemu ya maisha yako. Katika mabadiliko huanza na wewe. Leo sehemu kubwa tutakaojifunza ni self awareness, ama kujitambua. Hauwezi ukabadilika wala hauwezi kubadilisha chochote katika maisha yako kama haujajitambua. Kwa hiyo tutaangalia self awareness ni kwa namna gani inaweza kuaffect, au ni kwa namna gani inaweza ikasaidia kubadilisha maisha yako. Basi katika self awareness ama kujitambua, hapa tutaangalia zaidi nguvu na udhaifu wako. Tunaposema kujitambua, hicho ndicho tunakimaanisha. Tunamaanisha wewe kujijua. Na kujijua kwa namna gani basi? Tunafahamu jina lako unalijua, kabila lako unalijua, lakini unajua nguvu yako iko wapi? Unajua udhaifu wako uko wapi kama mwanadamu? Ukishafahamu hivyo, sasa vitaenda kutimiza na kusaidia kufanikisha malengo yako. Basi tuanze hapo kwenye nguvu. Ukiwa mwanadamu, tunaamini Mungu alivyokuumba kuna nguvu ya asili ambayo ameweka ndani yako. Sasa hiyo ukiitambua, ndio inaweza ikawa sehemu ya chachu ya mafanikio yako. Je, nguvu yako ya asili iko wapi? Kwenye udhaifu wako, kwenye kipaji chako, ama kwenye ujuzi ambao umekuwa ukijifunza kila siku? Utakapojua nguvu yako na ubora wako uko wapi, itakuwa ni sehemu ya kwanza kukusaidia. Na utajuaje basi nguvu yangu wapi ilipo? Ni pale ambapo utajua ni jambo gani ninaweza kulifanya vizuri na kwa ubora, na bila kutumia nguvu yoyote, ama bila kutumia nguvu kama watu wengine ambavyo wanafanya. Kwa hiyo jichunguze katika maisha yako, ni kipi ambacho unaona kabisa unaweza kukifanya vizuri na kwa ubora. Au hata wewe ukishindwa kujichunguza binafsi, hemu waulize ndugu, rafiki, jamaa na majirani, ni kipi ambacho wanakuona wewe huwa unakifanya perfect? Ni kipi ambacho wanakuona wewe huwa unakifanya vizuri? Ukikijua hicho, inakuwa ni njia ya kwanza ya kufahamu ni nini hasa unatakiwa uweke nguvu katika kuendeleza lile ambalo unatarajia kulifanya. Lakini pia lazima utambue katika kila nguvu kuna madhaifu. Je, ni madhaifu gani au ni kitu gani ambacho unajua bado hujaweza kukifanya vizuri? Au ni wapi ambapo bado kama mwanadamu, au bado kama wewe unajua kabisa wewe unakwama mara nyingi na inashindwa kukufikisha pale ambapo unataka kufika? Kwa hiyo hapo kwenye kujitambua, narudia, lazima ujue nguvu yako ilipo na madhaifu yako yalipo. Nguvu yako itakuwa determined na kujua kipi ambacho unaweza kukifanya kwa ubora bila kusita au bila kuharibu. Na hata kama utasita au kuharibu, basi kuwe kwa asilimia ndogo sana kuliko asilimia kubwa za kuweza kile unachokifanya. Lakini pia zingatia hayo madhaifu yapi ya kurekebisha ili uweze kufikia ndoto yako. Lakini mwisho, ukishajitambua na kujua kipi inabidi ukifanye, kipi unabidi ukiache, na kipi inabidi ukiongezee nguvu, weka malengo. Na hapa kwenye kuweka malengo, jaribu kuweka malengo yanayopimika. Weka malengo ambayo ni halisi, ambayo unajua haya ninaweza kuyafikia, haya ninaweza kuyafanya. Nimekaa chini, nimejitafakari, nimejua nguvu yangu ipo kwenye kuimba.
Anza kuset goals hapo katika kuimba. Nimekaa nimejitafakari, ndugu zangu, marafiki zangu wameniambia na uwezo mzuri wa kucheza mpira. Anza kuset goals hapo kwenye kufanya mazoezi ya kucheza mpira. Yawezekana upo ila hujafanya mabadiliko ya kujiassess kipi ambacho kinaweza kikafungua maisha yako na kipi ambacho kinaweza kukufanya ukawa bora zaidi. Mimi Eric niko hapa kukukumbusha, jitambue, jua nguvu yako iko wapi, jua madhaifu yako yako wapi, jiamini, weka malengo. Ninaamini next time tukikutana tutaelekezana kwa ukubwa zaidi na utajua wapi pa kufanya vizuri. Asante, mpaka next time.